Kama kawaida, hii hapa ni Student Connect. Tupo hapa Ubungo Plaza katika tamasha la Jipange University Tour, na hapa nimepata bahati ya kukutana na Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi, Mheshimiwa Tyson Lucas. Bana, pengine tungetamani kufahamu kitu gani ambacho umejifunza kutokana na tamasha ambalo lilikuwa linaendelea hapa katika siku hii ya leo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa uzima, leo tunakutana mahali hapa. Na mbili pia niweze kulijibu swali lako. Mimi katika vitu ambavyo nimejifunza na namshukuru Mwenyezi Mungu, moja ni namna nzuri ya uwekezaji, lakini mbili ni namna nzuri ya kufanya budget na saving, lakini hasa soft skills. Jua sisi ni politician, kwa hiyo kama wanasiasa lazima tuwe vizuri katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na emotional intelligence. Kwa hiyo mimi hayo ni mambo matatu ambayo najivunia nimeweza kujifunza kwa siku ya leo, na ni mtaji mkubwa kwa maisha yangu ya baadaye. Na pia ukiwa kama rais wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, unadhani ni muhimu sana kwa mwanafunzi kujiwekeza kipindi yupo masomoni? Kwanza ni jambo la muhimu sana kuendelea kujiwekeza ukiwa bado ni mwanafunzi. Unajua maisha si kwamba unapokuwa chuo tu, maisha yana mwendelezo. Baada ya maisha ya chuo utaanzia wapi? Ni swala la kwanza, ama ni swali zuri la kujiuliza kama sisi wanafunzi. Kwa hiyo jambo la kujiwekeza kidogo kidogo, unajiwekeza kwa sababu unatengeneza akiba ambayo itakusaidia baada ya miaka 3, 4 hadi 5 ambao utakuwepo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ama upo chuo chochote kile ambacho kinapatikana Tanzania. Kwa hiyo swala la kuweka saving ni jambo la msingi sana. Nadhani umeona UTTAMIS wameeleza vizuri, CRDB wametuelekeza mwongozo mzuri ya namna gani ambavyo kama wanafunzi tunaweza tukafanya saving kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Na unadhani fursa zipi ni muhimu sana kwa wanafunzi kuzitumia katika kujiwekeza? Nadhani fursa muhimu ni kufanya ujasiriamali. Lakini ukiachana ujasiriamali, UTTAMIS wameweza kutupa fursa nzuri sana, ambapo amesema ya kwamba kwa wanafunzi unaweza kufanya hisa. Hisa ni jambo la msingi sana, kwa sababu unakuwa ni mmoja wa wamiliki wa kampuni fulani. Unapowekeza UTTAMIS au umewekeza CRDB, umenunua shares, umenunua bond, kwa unakuwa unaendelea kufanya maisha yako mengine kama mwanafunzi, lakini vile vile unakuwa unajua kwamba kuna akiba ambayo inakuwa inaendelea kuzalisha, inakutengenezea faida kwa mwaka, kwa miaka miwili, kwa miaka 3, 4 hadi 5, na wakati wa gawio unakuwa unapata fedha nzuri ambayo unaweza ukaitumia sasa kuweza kuangalia biashara nyingine kubwa baada ya kumeshakwisha kumaliza muda wako wa masomo. Lakini pia kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, unafikiri changamoto zipi ambazo wanakutana nazo katika kuziendea ama kuzifanyia kazi kwa fursa ambazo wameamua kujiwekeza? Mimi naweza nikaona changamoto kubwa sana ni taarifa. Najua taarifa ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo jambo ambalo wanazidi kuwaomba watu wengi, hasa ninyi Student Connect, tunaweza mkatusaidia ni kufikisha taarifa kwa waraji. Leo tuko hapa Ubungo Plaza, tumejadili mambo ya msingi na mazuri. Ingelikuwa ni vyema sasa ninyi kama watu wa muhimu sana, taasisi ya habari, kuweza kuwafikishia wanafunzi taarifa. Lakini mbili ni kuhusiana na swala zima la mitaji. Unajua wanafunzi wengi sisi tunategemea boom. Namna sasa ya kulibudget boom ndio inakuwa kipengele, kwa sababu mtu akiangalia boom limewekwa ni shilingi 10,000 aweze kula na kufanya matumizi mengine. Kwa hiyo kuona kwamba anaweza kaifanyia budgeting na kufanya saving kwake inakuwa ngumu. Lakini elimu kama hii ambayo tumeipata leo inakuwa ni jambo la msingi, inatuongezea focus kubwa kuona kwamba tunaweza tukajibana na tukafanya mambo mengine ya msingi. Lakini pia nikirudi katika serikali ya Daruso, mlishawahi kuandaa hata tamasha hata siku moja kutoa elimu kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhusiana na elimu ya fedha, au pengine mnatamani kuandaa tamasha kama hilo kuwapa elimu kuhusiana na kama unakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 2 kama sijasahau, ama mwezi wa 3 tuliungana na watu wengine, sponsors wengine, ambapo tuweza kuandaa kongamano ambalo lilikuwa inahusisha financial literacy, namna gani wanaweza wakafanya uwekezaji, lakini vile vile namna ya kufanya networking. Kwa hiyo tuliweza kuwaelewesha, tuliweza kuwaeleza, na jambo lilifana na jambo lilifanyika vizuri. Lakini pia tumeendelea kwa tunafanya semina mbalimbali ambazo Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum ilifanya, iliendesha mijadala mbalimbali. Lakini majuzi watu pia wa mikopo wa retired, watu kutoka bodi walizungumzia masuala ya mikopo, lakini vile vile waliweza kuwakumbusha wanafunzi kuhusiana na swala zima la uwekezaji, financial literacy,
kufanya saving na budgeting. Kwa hiyo ni moja ya focus yetu kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wote wanakuwa aware na majambo ya msingi kama haya. Okay, swali la mwisho. Ukiwa kama rais wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni mtu wa mfano wa kuiga of course, na ni kioo cha jamii cha University of Dar es Salaam. Tungetamani kufahamu kutoka kwako njia gani ambazo unatumia kutafuta pesa ama fursa ambazo kwa sasa uko nazo ukiachana na kuwa rais wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nashukuru sana. Mimi naweza nikasema kwanza ni declare. Mimi ni CEO wa Smartfy Company Limited ambayo ina makao makuu yake yako Arusha, lakini vile vile mengine makao makuu yako Geita. Kwa hiyo ni fursa ambayo mara nyingi mimi naitumia kuhakikisha ya kwamba licha tu ya kuwa rais na kuwa mwanafunzi, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Smartfy Company Limited, lakini vile vile mimi ni mkulima. Of course ninalima Tanga, nalima Geita. Kwa mimi ni mkulima vile vile, ninalima of course na invest, lakini kitu cha mwisho mimi ni mfugaji. Yes, kwa unapozungumzia moja wanafunzi wafugaji inatakiwa pia Student Connect mnitaje. Ninafuga, nafanya mambo mengine, lakini pia na vijana wangu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuna siku kitamani kukutanisha nao. Of course ninafanya nao biashara mbalimbali ndani na nje ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nje tu ya urais wangu, lakini vile vile ninazo shughuli nyingine ambazo nahakikisha ya kwamba mambo yangu yanakwenda kuhakikisha kwamba na sustain maisha ya kila siku ya Mtanzania. Okay, naomba uongee neno lolote kwa wanafunzi ambao wanakusikiliza kwa sasa pamoja na watu wote ambao kwa sasa wanakutazama. Kwa kweli mimi kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam napenda tu kuambia kwamba kuna jambo kubwa ambalo linaendelea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambalo uzinduzi wake utafanyika tarehe 14 mwezi wa 4 2025 siku ya Jumatatu Nkrumah Hall. Kwa hiyo nawakaribisha nyote wanafunzi. Itakuwa ni Azam FC UDSM Intercollege Competition. Kwa hiyo tumeweza kufanya combination ya icon kubwa Afrika. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini huku tuna Baharesa Group ambao tumejoin kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaibua vipaji vya wanafunzi. Niwakumbushe wanafunzi kutakuwa na scouting 10 kwa wachezaji watakaofanya vizuri, watakwenda kucheza katika timu za Azam Academy ambazo zinapatikana mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa makocha ambao watafikisha timu zao mshindi wa 3 na mshindi wa 2 na wa kwanza, wale makocha watachukuliwa. Azam wamefungua academy mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo niendelee kuambia na kuwakumbusha, digital manager pia atachukuliwa na Azam kuendelea kufanya nao kazi. Kuna fursa nyingi sana za kutosha, lakini la mwisho tutakuwa na Daruso Presidential Medal. Baada ya kumaliza intercollege competition tuna Daruso Presidential Medal. Tunawaalika hata Student Connect, mnaweza mkapata tuzo hiyo ya uandishi bora wa habari, kwa sababu tunagusa kila eneo. Kila eneo tutampa tuzo kwa mwanafunzi aliyefanya vizuri kwa kila eneo, kwa kila taaluma ambayo anaisomea. Sisi tutakwenda kuwatambua na kuwapa zawadi. Kwa hiyo tujiandae kwa hao majambo mawili makubwa. Natoa wito na rai kwa wanafunzi wote, tunawakaribisha sana ofisi ya Rais, serikali ya wanafunzi. Mwaka huu tunaungana na wakubwa tu kufanya mambo makubwa zaidi. Tunafunga uongozi kwa kufanya majambo makubwa, tunasherehesha chuo. Mheshimiwa, nikushukuru sana kwa kushiriki. Asante sana na kushukuru sana Student Connect. Nimefurahi sana. Asante.